Rafiki mkia wa fisi. Ushawahi kusikia hiyo kauli nasema hivyo? Kumbe rafiki mkia wa fisi. Ndio, hatari na nusu. Noma sana hii. Sawa, karibu sana ndugu yetu, karibu sana mwanetu wa faida, karibu sana Mwamba. Hivi ngoja kabla sijaendelea. Kombe la dunia unashabikia nchi gani? Kombe la dunia mimi unajua umeuliza swali la ghafla ndugu yangu. Ndio, kwa sababu jana silikuwa mtoano ile. Mimi kombe la dunia kwanza mimi nipo na timu kama mbili. Ndio. Nazifagilia. Naipenda Morocco. Then naipenda Portugal. Okay. Pamoja na Brazil. Sasa hapo ndo umeingia kwangu. Wewe Brazili, kama wewe ni Brazili gonga like. Brazili! Kiukweli mimi hapa ni timu Brazil. Mimi ninaoga na nchi moja tu. Timu yangu oga ni moja tu kombe la dunia. Kwa hiyo ikitokea Brazil imetoka, alhamdulillah. Lakini kama bado haijatoka, inshallah tunaiombea ushindi. Mimi napenda sana kushabikia Brazil kwa sababu nina wachezaji wangu wawili Brazil ambao nawakubali. Vinicius Junior pamoja na Neymar. Neymar ana struggle sana kwenye kutafuta nafasi of course. Ila Vini pia yuko vizuri kiukweli. Jana nimeona jana wameshinda 2-1 dakika za jioni kabisa. Niwapongeze pia chama la Brazil imevuka kwenye hatua ya 16 bora. Ni jambo kubwa zaidi. Sawa, tukaribishe pia mwanafamilia wa The Gossip Table, tayari tuko hapa. Tunafahamu pia wewe una timu yako huko. Kama wewe ni Brazil gonga like. Lakini kama wewe ni Portugal ndio yuko Cristiano Ronaldo 7. Pia gonga like. Kwa nini Argentina hujaiona bro? Argentina namkubali sana Messi. Ila sio timu yangu. Sio timu. Sio pia inatokea. Unaweza kuwa unamkubali mtu afu pia haukubali timu. Sawa, tukaribishe sana kwa mara nyingine. Hii ni The Gossip Table, tuko hapa Mtumbi ndani ya nyumba. Lakini watatu yuko nyuma ya kamera. Mimi hapa ni Sam Baby kwa niaba ya Deo Mpemba. Mimi naitwa Ching the baddest kwa niaba ya Deo Mpemba. Kama umelazimisha fulani hivi. Amna. Unajua unaposema kwa niaba lazima utoe zile shukrani kwake. Yes, kwa sababu ana stand kwa muda mrefu, yuko hapo na anasikiliza kile kinachoendelea, lakini pia yuko live. Mzee wa kutap waambie wa tap wa share live. Sisi pia tunapatikana Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, ndo kama hii hapa tunakujuza mengi ambayo wafahamu. Tuko na issue ya Zuchu. Kauli ya Zuchu kusema kwamba mtangazaji Mina Ali kavuka level za umbea imezua mjadala mzito sana na kusema kwa nini imekuwa hivyo. Ni kweli tunafahamu Zuchu alikuwa na issue yake. Nadhani ni kutoa elimu kwa wasanii wapi ambao wanakuja, ambao inakwenda kwa jina la Imbeju. Yes, masterclass ya Zuchu hiyo. Kwa hiyo ile imewakutanisha wasanii wengi, lakini pia na underground na wasanii tofauti ambao wanataka kuwa wasanii wakubwa kwenye mziki wa Bongo Flava. Kwa hiyo walikuwa walitoa elimu kwa ma legend na mastaa wakubwa. Kwa hiyo pale kulikuwa kuna zile host walikuwa wawili. Host alikuwa kwa Lily Omi pamoja na Mina Ali. Yes. Umeelewa vizuri. Mimi nadhani kwenye kuchoice tu, lakini kwenye kubezi hapo nadhani tumalize story. Kwa sababu pia ilikuja baada ya watu kumuona Mina Ali ana host ile shughuli nzima, ikaja maneno kwamba kwa nini Zuchu hakuweza kuwachukua watangazaji ambao wanaonekana ni watangazaji wazuri kutoka media ya mumewe. Wasafi. Yes, Wasafi, mfano mzuri kama Alia au Amigeo, na kwa nini akaenda akamchukua Mina Ali? Tunaona stories zikawa ni nyingi, watu wakaunganisha doti, au bado Zuchu hayuko sawa na Alia kama inavyosemekana. Sasa imekuja kuzua mjadala mzito zaidi baada ya Zuchu kuzungumza hiyo kauli kwamba Mina Ali kashavuka level za umbea, ana weledi mkubwa. Kwa hivyo hao wengine ni wambea, au yule ambaye alikuwa ni shosti yake ni mbea. Yani imetengeneza kitu ambacho kimezua sintofahamu kwa mashabiki. Yani kwa nini ile kauli imebezi kuwa vile, na ukilinganisha kwamba watu walizungumza pia kwa nini Zuchu hakumchukua at least hata Alia na aka host ile show pamoja na Liliomi. Ni kweli. Mimi nimeona hiyo, lakini pia sikushangazwa kutokana na nimeona walitaka kubalance. Umeelewa? Walitaka kubalance ile issue sio ya Wasafi, ile ni issue ya Zuchu pamoja na kampuni ambayo walikuwa wameingia ubia wamekiana mikataba.
maana lazima uweze kubalance story kwamba huku katoka Liliommy wa kiume, huku akatoka Minaali, si ndio? Maana kubalance story. Hata hivyo Minaali ni mtangazaji ambaye kiukweli kwa hizi miaka yote yuko pale, lakini kwa hivi karibuni ameonekana yuko trending sana. Ndio. Yuko trending sana, kwa hiyo kiasi kwamba na hisi ni sababu kubwa ya kumuona Minaali. Kwenye ugomvi wao Minaali na mzungumzia huyu Zuchu na Alia. Kwenye ugomvi wao nadhani tumeona hata interview akuulizwa, akuenda pale kwenye kile kipindi chao, alienda kwenye kipindi cha Liliommy ambao kinakwenda exclusive. Umeelewa? Yes. Zuchu alifanya interview pale. Baada yote akaenda pale akafanya interview. Hakwenda pale kwenye kipindi ambacho anafanya. Na watu walitegemea itakuwa hivyo. Imekuwa tofauti sana. Hii inaashiria inawezekana ugomvi kweli ukawepo. Sasa kama inaweza ikaathiri masuala ya kazi pia. Just imagine unatakiwa uende kwenye interview. Mfano mzuri ndio maana kama kipindi kile unakumbuka Zailisa alivyokuwa kwenye interview fulani akaambiwa kwamba tayari Manara anafanya kazi sehemu fulani. Vipi kama utaenda pale kwenye kipindi chake mwenyewe akufanyie interview aliyekuwa ex wako? Hiyo inakuwa imekaaje? Na uzuri wa kufanyiwa interview uwe comfortable. Yaani hata yule ambaye msiwe na ugomvi wa aina yoyote. Umeelewa? Ndio. Kuna issue moja ilitokea Baraka da Prince pamoja na mtangazaji mmoja hivi kutoka Mjini FM, ukimkumbuka jina lake Da Boy. Yeah. Kulikuwa kuna bifu pale, lakini bifu ziliisha kwenye kipindi. Umenelewa? Baada Baraka da Prince alimkumbatia Da Boy na nini, walisusiana sana. Kwa lazima uwe comfortable mtu unapokaa naye kukuulizwa maswali kama Zuchu akikaa na Alia. Tunafahamu ni historia yao kubwa. Alia na Zuchu wametoka mbali. Na tunafahamu ugomvi wao ni kwenye mahusiano, sana mapenzi. Sana huyu tayari ni mke wa mtu na huyu inasemekana ni mke wa mtu. Inasemekana, umeelewa? Kwa hiyo ni bifu ambazo kama unamkumbuka pia Diva the Boss alishai kuzungumza kwamba Ali anakaa sana anamsubiri Diamond na nini, umeelewa? Kwa nini asingemwacha akiondoka akafanya mambo yake hivi na hivi? Kwa hiyo bifu inaonekana bado lipo, japo ni vita ya wake wenza. Japokuwa Zuchu huwa hataki sana kuliweka na hata Ali ya kuliweka wazi hayo mambo. Umeelewa vizuri? Lakini kiukweli ukikaa ukifikiria kwa nini Zuchu hakwenda pale kwenye kipindi cha mchana ambacho yuko Alia, yuko Mchaga, yuko na nani? Abigail. Kwa hiyo unaona kabisa yes, kuna sababu au kuna vita vinaendelea kati ya Alia pamoja na Zuchu. Japokuwa hawazieki hadharani. Hawazieki hadharani. Kwa hiyo ni vita ya ukewenza hiyo. Ni vita vigumu. Ina asili mpaka masuala ya kazi sasa. Sababu kuna wakati nafikia hatua inaweza kuwa labda kitu ambacho kinafaa kufanywa na mtu fulani unasema huyu ananiweke mtu mwingine. Ni kweli inakukosa unakosa ile opportunity. Yaani hata ile confidence ya Alia pamoja na Zuchu. Unajua twende mbele turudi nyuma tufike hatua kila mmoja awe ana move on na maisha yanaendelea. Unajua mnapokuwa mmeball kwa pamoja, mmekaa, mmeishi kwa muda mrefu, alafu mapenzi ndio yanakuja kugombanisha au yanakuja kuleta itilafu katika mahusiano yenu. Hii ni swala ambalo nyinyi nyote mnakuwa kama ni wadhaifu. Yaani upande mmoja unakuwa kuna udhaifu fulani kwamba kwa nini wanaume wapo wengi? Kwa nini ni Diamond? Umeelewa? Wanaume mbona wako wengi, wana hela na wanaume wako wana majina. So kuna mmoja lazima give up kiukweli. Kuna mmoja lazima aseme mimi nanawa mikono. Basi japokuwa tunafahamu kwamba Diamond pamoja na Alia nadhani ndio wa kwanza kujuana. Yes, ndio wa kwanza kujuana of course kabla hata ya Zuchu. Yeah. Kwa hivyo mengi yanakuepo. Kwa hiyo ambaye uelewi tunazungumzia nini, ni Zuchu aliweza kuposti kupitia ukurasa wake wa Instagram, aliandika maneno kumlenga Minaali, na kitu ambacho alikiandika alisema kwamba maswali aliyouliza huyu dada yanafaa itoshe kusema uelewa wake kwenye hili soko la burudani ni mkubwa sana. Yaani huyu kavuka level za umbea. Yuko level za weledi mkubwa, anafurahi sana timu ili kupendeza, hawakukosea. Afu una akili sana. Kama msanii nasema wewe ni mali kwenye tasnia hii. Ndivyo ambavyo Zuchu aliweza kuandika kwenye ukurasa wake wa Instagram akimlenga Minaali, kitu ambacho kimezua mjadala mzito kusema kwa nini vitu kama vile havisemi kwa Minaali. Timisi kwamba nyuma ya pazia labda kuna mtangazaji ambaye level zake bado zimekaa kiumbea. Wapo watangazaji wengi kiukweli.
wapo watangazaji wengi ambao wapo kwenye umbea. Ukianza Juma Lokole, ukimtaja Maimasa, umeelewa? Wapo watangazaji wengi. Mina Ali so mtangazaji ambaye yuko kwenye umbea la kwanza, lakini pia hata Alia mwenyewe hayupo kwenye umbea. Yes. Umeelewa? Sasa sijui Zuchu labda ameamua kutoa zile congratulation kwa Mina Ali kutokana na kile kitu anachokifanya. Mimi nahisi iko hivyo kwa sababu kama ingekuwa kuna beef angemtaja hapo. Hivi angetaja kweli? Angeweza kutaja kwa sababu si beef. Hiyo nalo neno. Unajua bwana, kwenye tasnia hizi mbili ni tasnia ambazo zinaendana. Tasnia ya uandishi wa habari pamoja na usanii ni vitu ambavyo vinategemeana, kwa sababu pia kuna watangazaji ambao wanategemea wasanii, na pia kuna wasanii ili kazi zake zitoke lazima ategemee media. Kwa hivyo ni tasnia ambazo zinategemeana. Kwa hiyo inapotokea pia kuna itilafu au mtafaruko, itilafu fulani vya umeme kati ya msanii na mtangazaji, kitu ambacho kinakuwa pia kinaweza kikaathiri kwa kiasi fulani vikasa. Sababu kuna wakati unaweza ukatakiwa uende kufanya interview kwenye media ambayo kuna mtu ambaye unabifu naye, kwa hiyo inakuwa inaita shida. Lakini kuna wakati pia unatamani mtu ufanye interview na mtu fulani, lakini vita vile ambavyo unashindwa. Mimi nilitegemea sana kuona Alia au kipindi kile ambacho wanarusha Wasafi pale mchana, The Switch, of course kinaitwa hivyo. Mimi nilitegemea pale atapita Zuchu, chanaelewa, yani kwamba zile sitofahamu zinakuwa watu wanazizika kimya, si umeelewa? Kwa sababu nakumbuka pia kipindi kingine ambacho amefanya, yani Zuchu kafanya interview kwenye vipindi viwili pale Wasafi. Kipindi cha jioni kile cha kina Haji Manara pamoja na hicho cha Liliomi. Kwa hiyo kile ambacho kilikuwa kina mlenga cha burudani kabisa hajaonekana. Hao wanakimbiwa Mchaga OG pale, maana Mchaga OG. Wanataka naye maswali yake. Sio Mchaga OG bana anakimbiwa pale. Mimi sidhani kwamba sasa hivi hizo beef zitakuwa zinaendelea kinamna hiyo, kutokana Ali mwenyewe alishakataa hata kwenye interview kuhusiana na Diamond. Alikataa kabisa kwamba hajaolewa na hana mtoto. Alikataa. Nadhani swala la mwisho aliulizwa na J Melody akasema pia kwamba alisemaje, hana mahusiano na yuko single. Yuko single bwana. Kwa mimi naona tu pale ni vitu tu, labda right time bado hajafika kwa Zuchu kufanya interview pale. Lakini hata Diamond akwenda kufanya interview kwenye The Switch, si ndio? Alifanya interview na Lilomi. Maanake tunajaribu kuweka ule usawa unakuweko wapi. Inawezekana bado ile right time wa kukaa nao bado haijafika. Sio, umeelewa vizuri? Yes, nakuelewa vizuri. Sawa, story ndio iko hivyo mtazamaji, lakini pia ndugu yetu mwana gossip wenzetu, kama una maoni yako hapo ni ruksa kuachia maoni yako, unaachia comment yako hapo. Lakini kubwa zaidi kwa wewe ambaye bado hujasubscribe YouTube channel yetu, subscribe hapo ni 69 Media Pro, una like na kushare. Lakini pia kule Instagram tuko live na Maisha. Instagram kama kawaida ndugu zetu, unatufollow kwa jina la 69 Media TZ. Pale unatufollow, una like, una comment, na unakutana na habari nyingi ambazo tunakusogezea pale na inakuwa vizuri kabisa. Lakini pia YouTube una subscribe, unabonyeza alama ya kengele, unakuwa ni miongoni mwa mwanetu ambayo tunakuwa tunakaa naye kwa muda wetu, ambao sisi tukiwapostia tunakutana na vitu vyetu. Kwa hiyo inakuwa ni vizuri zaidi. Gossip Table of course tumezungumza vitu vingi, kwa tunakupitisha pale kwa Zuchu pamoja na Alia. Vipi sitofahamu, wakati ni washikaji au ni marafiki wa muda mrefu sana. Share geto moja muda mrefu tangu kipindi watu wana haso mpaka sasa hivi. Mimi ni kwamba zile beef sitofahamu zishe na mambo mengine yaendelee, lakini kikubwa Zuchu amempongeza sana Mina Ali kwa kile kitu ambacho anakifanya. Kweli kama tasnia lazima tumpongeze Mina Ali, amekuwa anawakilisha sana wanawake. Na ujue kuna wasanii wengi wanakuwa wanashindwa kutoa congratulation kwa wasanii au kwa waandishi wa habari, kutokana labda waandishi wa habari wanakuwa wanajitolea habari wenyewe muda wote wako kwenye mitandao, si ndio? Kwa hiyo ni jambo la kumpongeza Zuchu kwa kweli. Sawa. Sisi tumemaliza hivyo kwa design hii hapa. Tukushukuru sana ambaye umekuwa na sisi, lakini shout nyingi sana kwa ambaye una comment, una like na kushare na una subscribe YouTube channel yetu. Tuseme nini tena? Hakuna.